Mtume anasema kullu ummati muafa, watu wangu wote wamestiriwa na wako karibu kusamehewa makosa yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa almujahirin, lakini kuna watu hao hawapati msamaha huo. Anatuambia katika hadithi, kullu ummati muafa, umma wangu wote wana nafasi kubwa ya kusamehewa makosa yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, muafa yani Mwenyezi Mungu anatusamehe madhambi yetu na kutustiri. Mmoja katika wenye hikma anasema, lau arada Allah an yuriyana haqiqata ma alayna laraa ba'duna ba'dan kilaban au dhiaban au khanazira au hamira. Lau Mwenyezi Mungu angetaka kutufichulia, kutuonyesha ile reality ya mtu alivyo, true color yako, yale mambo unayoyafanya ukiwa peke yako siri, vitu ambavyo huvifanyi mbele ya watu. Kama Mwenyezi Mungu angefichua baadhi ya mambo, sisi tukawa tunaona mbali, baadhi yetu tungemuona mtu ni kama nguruwe au mbwa au punda au mnyama yoyote mwingine mbaya. Walakin sitra Allahi awsa, walakin sitra Allahi awsa, lakini hii ni stara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imewaenea watu. Tumestirika ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametustiri, lakini angefichua kidogo, ungemuona mtu ni kama nguruwe kwa wasfu, kwa vitendo, kwa amali, kwa machafu wanayoyafanya, au mbwa au punda, lakini sitra ya Mwenyezi Mungu kwa masbulun alaina, unayoyafanya umestirika. Na Mungu anakupa wakati unarudi au unatokomea mwenyewe, lakini anakuonyesha, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najidain, chagua mwenyewe, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Sisi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametuumba ni wanadamu, tuna madhaifu mengi na mapungufu mengi, lakini pamoja na hayo ametustiri kwa sitra yake pana kabisa. Hatuonyeshi hakika ya mambo vile yalivyo, na umri unavyokwenda na maisha na harakati na mitikasi na mengineyo, yote yamestirika. Mwenyewe ndo utakayoyafichua. Allahu Ta'ala amefanya mambo makubwa kwa wanadamu, lakini hawatambui. Ndugu zangu, lau pia Mwenyezi Mungu angejalia mtu machafu na mabaya anayoyafanya huko kwa siri, ingelikuwa kuna harufu fulani mbaya inatoka kila atakayefanya jambo baya, Mungu anampatikiza. Akizini mtu huko vichochoroni, basi kuna harufu chafu inatokezea, alama kwamba huyu anatoka pahala pabaya, tusingeweza kusogeleana wala kukalizana kama tulivyokaa hivi. Kama mtu atakunywa pombe, hapo ataandikwa katika kipaji chake cha uso, sharibul khamr, huyu mlevi, au huyu mzinifu, au huyu mchawi, au huyu mshirikina, au huyu. Ingelikuwa haya mabaya tunayoyafanya zinatokezea baadhi ya alama za kuonyesha wazi wazi wewe ni nani, lakini sitra Allahi awsa, stara ya Mwenyezi Mungu imetuenea. Mtume anasema kullu ummati muafa, watu wangu wote wamestiriwa na wako karibu kusamehewa makosa yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa almujahirin, lakini kuna watu hao hawapati msamaha huo. Hao ni wale wenye kudhihirisha maksudi kwa machafu na mabaya wanayoyafanya. Alastum ma'i anna hadhihi 'adatun min 'adatina. Ndugu zangu, haya si ndo mambo ambayo sisi leo huwa tunajigamba nayo, hasa vijana? Almujahirin,
watakuonekana hasa kwamba kuna mambo fulani machafu yeye anayofanya, kuna mambo fulani maovu yeye ndo bingwa, na hutaka ulimwengu mzima ushuhudie yeye ni nani. Tubarizullaha bil maasi, unamchallenge Mwenyezi Mungu kwa maasiya, uifanye jabbar, zinakughuri nguvu zako, mali zako, uzuri wako, kila ulichokuwa nacho kinakudanganya. Na Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha nas inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Msighurike mkadanganywa na maisha ya dunia, wala msidanganywe na Ibilisi. Ibilisi anakudanganyeni tu kwamba jifanye wewe ni bingwa, unajipa majina ya kuonyesha wewe umebobea katika fani ya uovu. La, Mwenyezi Mungu hapendi wenye kujihirisha na kujionyesha na kujikashifu mbele za watu wao ni akina nani katika mabaya. Wala Mwenyezi Mungu hapendi watu wenye kuwafichua na kuwatia aibu watu ili wapate kuonekana wao ni akina nani katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anajua, na stara ameieneza kwa waja wake. Kuna watu huwa wanafurahikia sana mabaya ya watu na aibu za watu na kashfa za watu zikiwa mitaani, zikiwa zinatambulikana au kuzieneza. Mwenyezi Mungu anasema nini katika suratul Nur? Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun shadidun fid dunya wal akhirah. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun shadidun fi dunya wal akhirah. Wale wanaopenda machafu yaenee kwa waumini, yawe nje yawe wazi kwa waumini, wanaopenda tu wana adhabu kali duniani na akhira. Sio wao wanaofanya, wao wanapenda tu, wanapenda wewe maovu na machafu unayoyafanya kila mtu ulimwengu mzima ayajue. Na leo kupitia hii mitandao tulokuwa nayo, fitna imekuwa kubwa. Nadhani unajua. Kama hujui kwamba simu yako ni msiba, basi huo ni msiba. Na kama unajua simu yako ni msiba na hayo mambo unayoyafanya, falmusibatu a'dhamu, huo ni msiba mkubwa kuliko msiba wa kwanza. Hii simu wakati wa leo huenda ikampeleka mtu janna au ikampeleka mtu jahannam, kwa mambo tu. Tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Mambo tu unayaona wewe ni madogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni makubwa. Kwa sababu Uislamu ulipanga kuna vitu vinaitwa dharura 5 au misingi katika misingi ya sheria na dini. Miongoni mwa hayo, chunga aibu za watu, al-a'rad, zichungwe nasaba za watu, heshima za watu. Do inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Tumelitangaza hilo katika hutuba yake ya mwisho, maneno ya mwisho hayo. Anaondoka hapo bwana mtume anakwenda kuishi bid'atu ashhur, anakwenda kukutana na Mola wake huko. Alitaka maneno haya yabakie katika dhakira, kama vile baba anavyohusia. Anasema mimi sitaki kuondoka, mambo muhimu sijayaeleza wala sijamaliza. Kwa hiyo heshima zenu, mali zenu na dini yenu ni haram, nafsi zenu ni haram. Yani hivi ni vitu vitukufu, havifai kuguswa wala havifai kuwekezwa katika pahala pabaya, vinatakiwa kuheshimiwa. Heshima ya mwanadamu. Usikuja kumtia mwenzako aibu, kuja kuitia aibu nafsi yako wewe mwenyewe ukajikashifu mbele ya watu, dini haitaki. Ma min abdin yasturu abdan illa satarahu Allahu yawm alqiyama. Hata unamjua mtu anafanya machafu, mtu anafanya sivyo, ni juu yako kumwelekeza,
Ni juu yako kumnasihi, lakini si juu yako kumtangaza kwa watu wamjue yeye ni nani. Hiyo ni makosa katika dini. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume anasema, man satara musliman satarahu Allah, atakayemsitiri muislamu zake na Allah naye atamsitiri. Kwani wewe huna ya kwako? Wewe ni maasumu? Ndio maana Nabii Isa alipokuwa anatembea na wanafunzi wake, watu wakaenda wakakuta bwana mmoja ameshakwisha kutuhumiwa kwa zina, sasa anatakiwa kusimamishiwa haji. Watu wakaanza kunyanyuka wote, wakanyanyua mtu mwenye jiwe, mwenye gongo, mwenye bakora, nini kazini, anatakiwa atekelezee haddullah. Kila mmoja yuko mbele mbele. Isa akamwambia, subirini kwanza, msirushe mawe wala magongo wala nini. Yule ambaye hajazini hata mara moja awe wa mwanzo kutupa jiwe lake. Jamaa majiwe wakayadondosha kwa nyuma za migongo yao. Maana ukijifikiria wewe mara 10, mara 100, mara 20, mara 1000, sasa umesikia mwenzako ndo kafanya, unataka kumtia adabu. Ibda binafsik, anza kujitia adabu mwenyewe kwanza. Vipi unasherehekea makosa ya watu na kuyataka yawe nje ya kwako unayaficha? Awe hukosi, awe huna dhambi. Mtume anasema kullu bini adama khata, sio maasum kama mitume. Wewe hukukingwa na kufanya makosa, una makosa yako mengi, lakini Allah naye amekustiri. Kwa hadithi ya bwana mtume tunayojifunza leo, mtume anasema kullu ummati muafa, umma wangu wote wanasamehewa dhambi zao na wanastiriwa, illa almujahirina, isipokuwa wale wenye kufanya wazi wazi na wenye kujihirisha openly kabisa. Hao hawataki stara ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Wa inna min almujaharati, na miongoni mwa mambo ya kuweka mujahara wazi wazi kwa hao wenye kufanya dhambi, an ya'mala ar-rajulu amalan, ni mtu wakati wa usiku ayafanye ya kuyafanya, usiku ametenda ya kuyatenda, thumma yusbihu, kisha pambaukiwe, qala wa yaqulu li fulan, amwambie sahibi yake fulani, laqad amiltu albarihata kadha, unajua bwana, jana ilikuwa ni lailatun hamra, mambo yalikuwa makubwa jana bwana, hali ilikuwa 1, 2, 3, mambo yaliyokuwa mazuri. Ilikuwaje wakati wa jana? Mbona hukuwa karibu nami nikakuonyesha namna mambo yalivyokuwa mazuri? Yani yale uliyoyafanya usiku wako, bata yasturuhu Allah, amelala, hakuna mtu yoyote aliyemwona, Mungu amemstiri. Fa idha asbaha, akipambaukiwa, yakulu li fulan, anamwambia fulan, fa'altu albarihata kadha, fayusbihu wa yukshifu sitra Allahi anhu, anapambaukiwa, ile nguo iliyomsitiri ya Mwenyezi Mungu anaivua ili watu wamjue yeye ni nani. Haijawahi kutokea kwako kijana wewe ukafanya mambo usiku ukenda ukahadithia maskani asubuhi yake, na wenzako wakakuita bingwa kwa hayo? Mshikaji bwana, yule katika watu ambao hatuwawezi. Na ukiitwa hatuwawezi ndio unasema mimi mtaniweza wapi bwana, mimi mtoto wa mjini bwana, mimi hivi. Mtoto wa mjini ufahamu kwamba Mungu hakusamehe, kwa sababu mujahara ni miongoni mwa madhambi makubwa sana. Na maana nyingine mtu hadithia akaona yeye anafanya kitu kizuri, mimi kadha, mimi vile, au mwanamke au mwanamume, kuzichukua aibu za kitandani, mambo ambayo yaliekewa kuta 4 na pazia na watu wakakaa kule, yale yote akayachukua, akayanakili moja baada ya moja, kalima fi'la kwa watu wapate kujua wakiwa mule ndani wanafanya nini. Haya ni katika mambo ya tabia ambazo Uislamu uko mbali nazo sana. Lazima watu wafahamu kwamba dini ya Uislamu ni dini ya ustaarabu. Hakuna ruksa hata wewe na mkeo kwenda kuhadithia bila ya dharura yoyote iliyokufanya vile, labda ulitaka kupata tiba au nini, mambo mnayoyafanya kati yako wewe na mwenzako.
achilia mbali yale ya maasi na madhambi ambayo unayafanya usiku, alafu unakuja kuyatoa yote. Idha bulitum fastatiru, mkipata mitihani kama hiyo, ya kuingia katika mitihani kama hiyo, basi tafuta na stara ya Mwenyezi Mungu, ujistiri. Na ukiona mwenzako amefanya yale yasiyofaa, mstiri, mpe nasaha. Na ukiona mambo ambayo si mazuri ya kuzungumzwa, usiyazungumze wala usikashif sitra Allah. Katika hadithi nyingine Imam Muslim ameipokea, anasema Mwenyezi Mungu, man satara auratan au marraa auratan fasataraha, mwenye kuona aibu au uchi wa mtu kisha yeye akaisitiri ile aibu, kana kaman ahya almauuda, ni sawa sawa na mtu aliyempa uhai mtoto wa kike aliyezikwa akiwa hai, kama walivyokuwa wanafanya katika ujahilia. Hiyo ni aibu. Waarabu kabla Uislamu wakichukia kupata watoto wa kike, yudfinuna banatihim, wanawazika watoto wao wahunna ahya, wakiwa hai, kwa sababu ya kuogopa ile kuambia mtu ana mtoto wa kike. Wanasema mtoto wa kike hana faida yoyote, kazi yake ni kulia na kuomba. Yani mtu akifa yeye ndo analia sana katika msiba na kuomba, maana kila wakati namwambia mumewe hakuna sukari, hakuna chumvi, hakuna hiliki, ndio kuomba. Kwa hiyo hana faida. Kwa hiyo wakimpata kumzaa anachukia. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Sasa anamchukua anamzika. Mwenyezi Mungu, kitendo hiki kinachukiza sana na kimelaaniwa, na watu watapata makosa na madhambi makubwa kwa kufanya hivyo. Wewe ukiona aibu ya mtu ukaisitiri, Mwenyezi Mungu anakuambia ni kama uliomfufua ukampa uhai wake yule mtoto aliyezikwa akiwa hai. Thawabu kubwa sana unapata. Kullu ummati muafa, umma wangu wote wamesamehewa, wanastiriwa, isipokuwa almujahirin. Ni wangapi katika sisi hapa tuna tabia ya mujahara? Kuna wengine simu hizi zimejaa wasichana mbalimbali, rangi mbalimbali na maumbile mbalimbali, jihawia, kila pahala yeye ana mwanamke kimada, na wote amewahifadhi kwenye simu yake. Sasa fakhri yake ni kuwaonyesha sahibu zake. Unamwona huyu anatoka Zanzibar, huyu anatoka Singida, na huyu bwana mtoto wa Tanga, huyu mwenzake unaona huyu bwana hatumwezi. Kweli hamwezi, lakini tabia anayoifanya si tabia ya Kiislamu. Anastahiki kunasihiwa kwa sababu anadhihirisha kwamba yeye ni mbabe kakali. Na kuna watu wanasukumiana na kupelekeana maktaa chafu za mambo ya ngono fulani, tizama na hiyo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, adalu ala khairin kafaili, yeyote mwenye kuwajuza watu jambo la kheri ni sawa sawa tu na kulifanya, naandikiwa thawabu zile kwamba yeye amelifanya. Na kinyume chake, wewe unawasaidia watu kuasi, wewe ndio unakuwa muasisi wa lile jambo, kuenea kwake limepitia kwako, lile litakwenda kushuhudiwa na watu wangapi? Dar es Salaam nzima ile inaweza ikapata clip, lakini chimbuko la clip chafu ile, aibu za mtu, imeanza kwako wewe. Kwa hiyo dhambi za wale wote utagawana nao, zako zenyewe zimekutosha. Yani tena wengine nazije nyingine. Jihurumie nafsi yako, ililie nafsi yako, heshimu heshima za watu. Hata ukimwona mtu anaasi, ni juu yako kumuongoza. Ukiona aibu, ni juu yako kuisitiri. Imam Shafi anasema, idha aradta an tahya saliman min al-adha wa hadhuka mawfurun wa irduka sayyinun lisanuk la tadhkur bihi awrata mri'in fakulluka awratun wa linnasi alsunun wa aynuk in abdat ilayka masawiyan fasunha wa qul ya aynu linnasi a'yunu وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى
wafariq walakin billati hiya ahsanu. Nasema ukitaka kuishi na watu vizuri, hawa watu ni ulama wakubwa, aima. Sisi sote tumepokea hii dini, hadithi za Mtume, kwa kazi kubwa walioifanya hawa watu. Kwa hiyo wana experience ya maisha namna yalivyo. Anatupa maneno ya hikma, anasema ukitaka kuishi vizuri na watu, idha aradta an tahya saliman, umesalimika na udhia, basi lisanuk, ni huu ulimi wako, au lisanak, ni kuhifadhi huu ulimi wako. La tadhkur bihi aurata mri'in, usitaje kwa ulimi wako aibu ya mtu yoyote, usitaje aibu yake. Hawa maimamu walikuwa na watu wana aibu, wana mambo makubwa, ikiwa walikuwa wakiwastiri au wakienda wakiwapa nasaha. Imam Abi Hanifa alikuwa na kijana wake mlevi, ni jirani yake. Kila usiku alikuwa na rekodi yake imehifadhiwa mpaka na watoto, akiimba adhauni wa ayu fatan adhau, wamenitupa, hawajui kama mimi ni mtu muhimu katika maisha. Mlevi akishalewa ndo mambo kama hayo yanatokea, anajiona manake yeye katika watu ni superior kabisa. Basi alikuwepo wakati wa Imam Abi Hanifa, kila akilewa hii kasida au wimbo wake wanauimba, adhauni wa ayu fatan adha. Imam Abi Hanifa anavumilia. Siku moja alikamatwa huyu bwana, kapelekwa polisi, shurta ilikuwepo kutokea zamani, kipelekwa pale, amewekwa ndani. Imam Abi Hanifa anatarakabu usiku, hasikii ile nyimbo. Siku ya pili hasikii, siku ya tatu nauliza yuko wapi jirani yetu? Watu wanamwambia amewekwa ndani kule. Imam sema haiwezekani, ameamka asubuhi ameenda mpaka jela. Naambia qaidu shurta, nimekuja. Ujaji wako Imam, ungetuma mtoto tu, sisi tukaja sisi, wewe uje huku? Sisi tulikuwa tuna haki ya kuja huko. Vile watu wanavyowaheshimu ulama na mashekhe. Sio leo kila shekhe anadharauliwa, anaonekana ni mtu tu ambaye amekuja kwa bahati mbaya. Lakini Imam Abi Hanifa akamwambia, la, mimi ndo nina haja, muhimu nije mimi. Haja yako nini Imam? Anasema kuna sahibi yangu humu, jirani yangu humu, nasikia mmemweka ndani, anakuja kumwombea. Qaidu shurta alijua huyo jirani wa Imam Shafi ambaye Imam Abi Hanifa, ambaye Imam Abi Hanifa kaacha shughuli zake zote mpaka kaja, lazima ni mtu kama yeye. Abu Hanifa ni mtu mkubwa, kwa hiyo mkubwa huandamana na wakubwa wenzake. Nasema innal bahaima ala ashkaliha taqau, kunguru wanaruka na kunguru wenzake, na njiwa wanaruka na njiwa wenzake. Huwezi kuona katikati ya kundi la kunguru kuna na njiwa pale. Sasa Abu Hanifa ni nani? Ni imam min al-aimma mu'tamad, ambaye ni sahibu al-madhhab. Sasa sahibi yake na jirani yake anayempenda mpaka anakuja kumwombea, si atakuwa chini yake mathalan, au anakuwa sawa sawa na yeye? Kumbe mlevi. Kumbe nyinyi askari wangu mmekosa adabu mpaka mnawakamata mashekhe. Sasa nikamwambia mzee, sisi hatujakamata shekhe yoyote. La, atakujaje Sheikh Abi Hanifa kuja kumtafutia nasaha atolewe jela mtu? Sasa hakuna, sisi walokamatwa jana hasa na juzi ni walevi tu. Akatafutwa jela nzima, mtu mwenye lemba kubwa hivi na nini hayumo. Abi Hanifa hakuna mtu huyo. Sasa leo ya tatu huyo tokea, ya tatu ni yule mlevi. Ndio huyo. Shekhe yule mlevi, sasa ndio huyo jirani yangu bwana, nimekuja kumwombea. Fikiria ikiwa wewe au mashehe wetu hawa leo, vijana wenye hamasa hawa, angesema huyo aekwe ndani asitoke mpaka sisi tuhame mtaa. Siku zote tunafanya ibada zetu pale, bwana anatufanyia fujo tu. Sema yule imam ndio huyo, mtoeni, nimekuja kumwombea. Sema kwa sababu umekuja leo Imam, sisi tutaomba utupe ridhaa yako, wote tuliowakamata kwa siku ile, kwa ujaji wako tunawaachia huru, kwa sababu yako wewe, wote huru, tokeni. Katoka yule kijana, akija alokuja kumwombea, anamuona Imam Abi Hanifa ameshikwa na haya, anainamisha macho yake. Kaambia nimekuja na kipando, kijana, panda farasi wangu, ngamia wangu.
kampandisha, kampa na lift, anakwenda naye. Leo wewe ukimwona shekhe anaandamana na mlevi utasemaje? Tuna tena shekhe yule ndo sahibi yako ule, umekwisha. Lakini Abu Hanifa anakwenda naye pole pole. Njiani sasa akageuka nyuma akamuuliza, hal adhanaka ya fata, kweli tumekutupa ndugu yangu? Kijana akaona ule wimbo wangu, mmenitupa sasa ninarudishiwa. Kweli tumekutupa, angalia tulivyokuja, tumekuombea, tumekutoa jela. Je, tumekutupa? Sema la, hamjanitupa, lakini mmenifanyia ihsani kubwa, na kuanzia leo natubu, sitolewa tena na nitakuwa mtu mzuri. Kuanzia siku hiyo kama mwanafunzi na yeye katika jalsa ya Imam Abi Hanifa, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasan. Au maimamu hawa wapambe waliokuja leo wanajifanya wao wanawafuata wale, wao ndo mamufti wakubwa kuliko wale. Kama vile matajiri wa leo wala sio mabakhili kama vile ambavyo wapambe wao walivyo. Unaweza ukaenda kwa tajiri, unakwenda kuzungumza ishu ya msikiti, wale wapambe wakawa wakali kuliko mwenyewe. Basi pesa zenu nyinyi. Ukiingia tutamwona amebadilika uso wake wote umesawijika, na anajua huyu kaja kufuata hela. Kwani pesa zako? Tajiri mwenyewe ndo amekwambia njoo. Sasa wale watu wasiofahamu nini maana ya hili, uangalia wale imamu waliokuja wakafanya mambo leo, yeye ndo akawa anamzidi yule katika mambo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuponye maradhi mengi sana tulokuwa nayo katika jamii, mengi sana. Kwa hiyo katika mujahara wa watu kujihirisha, ni watu kueneza hizi clip chafu kutumiana katika mitandao, ukamwelekeza mtu aende katika website gani. Simu hizi zitatumaliza. Ni nzuri, lakini ni silahun dhu haddain, ni kisu chenye makali mawili, inapata huku na huku. Kikitumiwa katika halali chombo hicho kama inavyotumiwa leo hapa, ndo pahala pake. Lakini kikatumiwa katika haram, yaakulu al-akhdara wal yabis, itakula kilichoiva na kibichi, itabeba iende nacho. Vijana sasa hivi tukasema hebu tufunge msikiti hapa milango yote, alafu tuzisearch simu za vijana, utapofuka macho kwa kuona maajabu. Anasema wa ainuk, na hili jicho lako, in badat, likikudhihirishia, in abdat ilaika masawiyan, mambo mabaya machafu maovu, fasunha, lihifadhi jicho lako. Waqul, liambie, ya ainu, ewe jicho, linnasi ayunu, na watu pia wana macho, watakuona. Watu wana macho, lakini wao wanayatumia katika njia gani, na wewe usiyatumie macho yako katika njia gani? Waashir bimarufin, anasema kaa vizuri na watu kwa wema. Watu wote kaa nao kwa wema. Na Qur'ani imetuelekeza pahala ikisema, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana wadhil qurba walyatama والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. Allah amekupa maelekezo ya wanaokuzunguka. Kwanza muabudu Mwenyezi Mungu, usimshirikishe na chochote. Wazazi wawili, hao ni watu wa karibu sana na wewe, hawa wanataka ihsani, ule wema ulioambiwa, ashir bima'ruf, kana watu kwa wema. Anayekuja nambari moja anayestahili wema ni mzazi wako. Hata unapomwangalia mama, macho unayomwangalia mama ni tofauti na macho unayomtizama mtu mwingine. Kwa unaweza ukamwangalia mamako na ukamwangalia mke wako kama vile, au ukamwangalia mke wako na mke wako macho yake ambayo unamtizama ndio yale yale unamtizama mama. Hawa watu wana heshima tofauti. Kwa hiyo kuna watu wanawatizama wazee wao, wanawakazia macho, utafikiri wameiba.
Lakini hii sio ihsan. Ihsani sio tu neno, mpaka mtizamo, kwa sababu kuna kitu kinaitwa body language. Ile lugha ya mwili nayo pia ina sound. Na unakaa na baba kiasi gani umekaa naye kwa heshima. Ihsani pia inapatikana katika ukaaji. Ihsani inapatikana katika kuishi naye. Ndio maana unasema hata ukitembea nao, la tamshi amamahuma bal khalfahuma, usitembee mbele yao, kuwa nyuma yao. Wala tajlis qabla an yajlisa, wala usikae kitako kabla hawajakaa wazazi wako. Vyote hivi ni katika ule wema, kujua huyu ana heshima gani katika jamii yako. Hivi vijana wa leo hawajui heshima ya baba wala ya babu wala ya mtoto wala ya nani. Heshima yake pesa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia habari ya ibada tu, wazazi wawili ihsani, kisha wabidhil qurba, na watu waliokuwa na ukaribu nawe katika silatur rahim, katika rahim, unganisha wajomba, mashangazi, watu wa karibu na wewe wote hao ishi nao vizuri. Kuna watu anaishi na mamake na babake vizuri, lakini hamtaki mjomba wala shangazi. Sema hiyo sio familia yangu. Qur'ani na Sunna hazijahusia haya. Watu wote waliokuwa karibu na wewe kwa ujamaa unatakiwa kuishi nao vizuri. Kisha sio hao tu, anasema wabidhil qurba wal yatama wal masakin, watu ambao ni mayatima, masikini, wal jari dhil qurba, jirani wa karibu, wal jari al junub, na jirani wa mbali ambaye ni karibu lakini sio karibu kama yule wa mwanzo, wasahibi bil jamb, na yule unayekwenda naye labda katika safari mbalimbali za biashara. Hata kama unatoka hapo unaenda Morogoro, ukikaa katika basi yuko mtu pembeni, yule anaitwaje, sahibi bil jamb. Akikaa amkiana naye, kama ni Muislamu unazungumza naye, kwa sababu wewe likitoka lote la kutoka pale, yule ndo wa kwanza pale. Unakosa concentration, unaanguka, una flat ghafla, yeye ndo anakupokea. Unakaa hata umwamki, likitokea la kutokea nakwambia kufa huko peke yako. Sasa ni sahibil jamb, yule ndo atakayechukua simu yako akatafuta watu wako. Bwana kuna mtu fulani fulani hapa anasafiri. Uislamu nakwambia fanya wema kwa hawa watu wote wanakuzunguka. Sasa haya yote haya watu wengine ndo wanayafanya ambao si Waislamu. Waislamu wenyewe walioteremshwa hivi vitu wana habari nazo. Kumbe silaha tunazo, faida tunazo, vitu vya thamani tunavyo, lakini mathaluhu kamathali alhimari yahmilu asfara. Kama punda tu amebeba vitabu, lakini hajui vile vitabu ni vya tafsiri wala ni vya hadithi wala ni adabu wala ni kitu gani, yeye kabeba tu. Basi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika mambo aliyotupa sisi neema na stara ni kuishi vizuri. Hata kama umefanya jambo baya la maasiya, asilia we na Mola wako, jihifadhi, jistiri kwa sitri ya Mungu. Si umefanya watu wote hawaja kuona. Kuna watu wengine huwafichua mpaka watoto wao waliowapata nje ya ndoa, kwa kusema sasa, bwana mimi nilipokuwa shabab nao kama 10 hawa watoto wangu hao wote, lakini wa mazoezi tu, ilikuwa ni mazoezi tu. Hali kwamba alifanya makosa na Mungu wake. Rudi kwa Mungu wako. Umeonjwa, jistiri na sitra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usijifichue kwa Allah Jalla Jalalu. Kama uliteleza pahala, idha bulitum fastatiru. Mmeonjwa, tafuteni sitara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujistiri. Usijikashifu wala wewe usimkashifu mtu. Siturullahi masbulun, kwa kila mmoja imeenea sitra ya Allah. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratu An-Nur imejaa hizi aya. Aliposingiziwa mama yetu Aisha kwa uchafu mkubwa wa zina, pale kumetolewa mafunzo ya hali ya juu. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim. Mambo hayo yote Mwenyezi Mungu aliyakemea kwamba watu wasipeane majina tu, wakatuhumiana tu. Ukamwambia mtu wewe ni mzinifu, wewe ni mshenzi, wewe ni mlevi, wewe ni kadha. Hizi lugha zisitumike, kwa sababu yeyote atakayemwambia mtu mzinzi au mzinifu,
sheria ya Kiislamu inamwambia utoe ushahidi wa watu 4. Tena mashahidi wenyewe sio waliona amekaa naye bwana amemkamata hivi, hapana, wote waone. Wayasifuna dhalika alfi'la wasfan daqiqa, wakisifia na kukieleza kile kitendo kwamba tuliona kisu kinaingia kwenye ala, na wote ushahidi wao uwe unafanana, wote waseme tumeona, na mwanamke alikuwa amevaa nguo ya rangi nyeupe, wa pili akisema alikuwa amevaa green tu, ushahidi umebatilika, kwa sababu ni mambo ya stara sana yale. Ndio maana katika dini ya Kiislamu huwezi kusoma ukapata kuna watu wangapi wengi walifanywa hadi, kwa sababu hivi vitu ni vitu ambavyo vinahitaji diqqatun alia, na stara yake ni kubwa, hayakutokea sana haya mambo. Qur'ani ikaja ikaweka mambo ambayo mwanadamu ajifundishe ustaarabu, mpaka wa kusema asimuite mtu mwenzake kwa mambo ya ujahil, kwa vitu ambavyo hana ushahidi navyo, ampe tu majina. Ukisema ya zani, sheria inasema upigwe mijaledi 80 kwa sababu umemtuhumu mtu kwa tendo ambalo ni baya. Qadhf katika madhambi 7, ijtanibu 7 almubiqat. Qalu ya Rasulullah, ni yapi madhambi 7 alishraku billah? Ndani yake alqadhf, qadhfu almuhsanati alghafilati almu'minat, kuwatuhumu wanawake waliotulia kwamba ni wazinzi. Mara ngapi tunasema watoto wetu wa kike wamejifunika vizuri, ukisema ni malaya tu, neno hilo tu unatakiwa wewe uwekewe hadi ya kisheria, kupigwa mijaledi ya kuzua au ya kuwatuhumu watu na uchafu wa zina. Basi tuliza ulimi wako, hifadhi ulimi wako, usikungate ulimi wako. Huyo ni nyoka. Asema ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka innahu thu'ban. Ndugu zangu, Abi Huraira amepokea hadithi, anasema man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah, wa man yassara ala mu'assarin wa man yassara ala mu'sar yassara Allahu anhu fi dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Ukiona mambo kama hayo ya aibu, jirani labda au mtu wako wa karibu au yoyote, ukastiri aibu zake, basi unaambiwa Mwenyezi Mungu atakustiri na wewe tena duniani na kesho akhera. Ikianza kila mmoja kukashif aibu za mtu mwingine, na yule atatoa na zake, na watoto wake watoe na zake, aje mwingine, na watu wawe wanamtafuta. Na hili limezungumzwa katika hadithi, la tatabba'u awrata mri'in, msitafute, msichokonoe aibu za watu kuzitafuta. Maana unatafuta sasa, huyu bwana siku zote akimaliza kuswali ajitia shekhe sana, anasalisha hapa, lakini anakuja kwenye nyumba hii mpaka nijue hapa anafuata nini, nikawaambie waumini wake bwana, la tatabba'u awrata. Huyu bwana anabeba chupa, huyu ile chupa ile mpaka niinuse siku moja inagongo au mafuta, uhakikishe. Zote hizi ni tatabu. Mtume anasema man tatabba'a awrata mri'in, mwenye kuwafuatilia watu aibu zao, fadhahahu Allah, Mwenyezi Mungu atamfedhehesha huyo, walau fi qa'ri dari, hata kama yuko chumbani kwake peke yake atakuja kufedheheka. Ni tabia chafu ya kufuatilia aibu za watu. Kuna watu kazi yao wao kutega masikio yao katika kuta za nyumba wapate kusikia walio ndani wanafanya nini, kutegesha kamera sehemu wapate kuchungulia akina mama wakienda haja. Wengine kazi yao wao ni kuangalia usiku umeingia, akaenda kachana madirisha kuangalia watu ndani walivyolala, wamelala nini. Kibarua chake hicho tu. Wewe umekosa kazi yako kwenda kuchungulia akina mama walivyolala? Kuna salama hapo? Mujtamaa ikiwa una watu aina hii, utaproduce nini? Production yake itakuwa nini? Ndiyo maana tunaambiwa turudi katika kitabu cha Qur'an. Kitabu ukisoma kinakupa maelekezo ya maisha sawa kwa sawa na hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Alafu hapo litatoka jilun salimun muhasham. Kitu ambacho kinatakiwa ni sisi kuwa generation safi iliyosalimika kweli, iwe yafuasi wa Bwana Mtume Muhammad.